Mtazamaji, karibu katika kipindi cha Kilimo Ajira Yangu. Leo tunaendelea na sehemu ya pili ya mfululizo wa vipindi vya ziara ya naibu waziri wa kilimo katika mikoa ya kusini kukagua mashamba ya korosho yaliyoathirika na ugonjwa wa mnyauko fusari. Utakumbuka wiki iliyopita kipindi hiki kilionyesha ziara ya naibu waziri katika wilaya ya Liwale, kijiji cha Legeza Mwendo. Katika kijiji hicho, naibu waziri alikagua mashamba na kuzungumza na wanakijiji pamoja na wakulima wa Legeza Mwendo. Katika kipindi cha leo, naibu waziri amewasili mkoa wa Mtwara, wilaya ya Masasi, katika kijiji cha Nanganga. Mheshimiwa Kitambi amesema hapa Nanganga ni ekari 50. Ndio. Lakini umesema kwamba katika hizo ekari 50 ni kwenye kijiji tu cha Nanganga. Lakini kwenye eneo hili lina maeneo mengi yaliyoathirika. Lina maeneo mengi yaliyoathirika. Sio Nanganga pekee. Sio Nanganga pekee, ni Nanganga pekee yake. Lakini kitu kimoja ambacho mimi nimeshangaa kidogo. Umesema ugonjwa umeanza tangu mwaka 2012. Sasa jana nilikuwa Liwale. Nilitoa hili agizo. Na ninarudia tena kutoa hili agizo. Kule kwenye taarifa ya afisa kilimo wa wilaya aliniambia ugonjwa ulianza 2016. Hapa naambiwa ugonjwa umeanza 2012. Sasa kama taasisi yetu ya utafiti ya kilimo na Liendele, sisi kama Wizara ya Kilimo, kama nilivyosema, nitahitaji maelezo. Kwa sababu kama ni 2012, leo hii ni 2018. Mlikuwa wapi? Paka ugonjwa umefikia hatua hii. Na nyinyi ndio watafiti wetu. Kwa hiyo, nitahitaji maelezo kwamba ilikuwaje tangu 2012 mpaka leo 2018. Ni miaka mingapi hapo imepita? Mpaka ugonjwa umefikia hivi. Na siku zote mimi tunasema kinga ni bora kuliko tiba. Sasa haya maelezo na nyinyi kama watafiti wetu, kwanza mnatakiwa hili jambo mlichukulia kwamba ni la dharura, ni la haraka. Na ni kosa kubwa kwamba mpaka ugonjwa umefikia hatua hii iliyofikia na unaenea kwa kasi na umeanza tangu mwaka 2012. Chanzo cha ugonjwa ni nini? Ni kwa nini kulikuwa na ucheleweshwaji? Na vile vile tatizo la kudumu katika kufumbua hili tatizo itakuwa ni nini? Manake sasa tunazungumzia kukata mti. Unapoona dalili za majani kwamba yanakuwa ya njano, yanakwenda kwenye ukahawia, hizo ndio dalili za mwanzoni. Kwa maana yake tunasema unakata mti, unachoma. Manake sio tu unakata, inabidi ukate, uchome, tatizo lile lisijitokee, na kile kifaa ulichokatia lazima ukinoe tena upya, ukiweke kwenye moto ili kisiende kuambukiza kwingine. Hili ni ufumbuzi wa muda. Kwa hiyo kituo chetu cha utafiti mfanye kazi usiku na mchana kujua ufumbuzi wa kudumu wa hili tatizo, wa huu ugonjwa ni nini, na mtupatie majibu sisi kama Wizara ya Kilimo kwa haraka sana. Kwa sababu kama leo Nandonde uko hapa Kitambi, Nanganga, ugonjwa uko hapa Nanganga, na umesema Mheshimiwa Diwani unaenea kwa kasi. Hatujui kesho itakuwa wapi, hatujui baada ya wiki moja itakuwa nini. Na korosho ndio zao mojawapo la kimkakati ambalo tunajivunia kama nchi, kama Masasi, kama Mtwara, kama Nanganga.
hata kwa wakulima. Maisha ya huku ya wakulima ni korosho na yanaongeza sana pato la taifa. Sasa kama ugonjwa kama huu unaanza kuenea kwa kasi, sisi tunasema hilo ni doa kubwa pia katika zao la korosho. Na kama serikali hatuwezi kukubali. Sasa kituo chetu cha utafiti lazima mtueleze pia mlikuwa mnafanya nini mpaka ugonjwa umefikia hatua iliyofika tangu mwaka 2012. Lakini hii dharura ya muda mfupi hii ya kukata kuchoma ni ya muda mfupi. Mtuletee kwamba itachukua muda gani katika kufanya ufumbuzi wa kutatua hili jambo liwe la kudumu. Na itachukua muda gani? Hilo mtueleze, manake mwisho wa siku tunahitaji wakulima wetu, tunahitaji nchi yetu inufaike na zao hili la korosho. Kama tulivyoeleza katika kipindi kilichopita, ugonjwa huu wa mnyauko fusari wa mikorosho umeanzia hapa Tanzania. Watafiti wetu wanatuambia wamefanya juhudi za kuwasiliana na wenzao duniani na majibu yake ni kwamba hakuna ugonjwa huo. Dr. Wilson Nene anaeleza walivyoanza kutafuta ufumbuzi wa ugonjwa huo hapa katika shamba la Nanganga. Fusari kwenye eneo husika la hapa Nanganga, tulipata taarifa kutoka uongozi wa ofisi ya Daiko Masasi kwamba kuna tatizo eneo hili na sisi tukalifuatilia. Kwa hiyo kitu cha kwanza tulichokifanya, maana ukaukaji wa mkorosho au mmea wowote unaweza ukawa na sababu nyingi. Kwa hiyo unapofika inaweza ikawa stress ya maji, inaweza ikawa mtu mwingine alichonga, inaweza ikawa wadudu, inaweza ikawa ni magonjwa ambayo unakuwa hujui chanzo chake ni nini. Na ukiangalia huu mnyauko fusari kwa kifupi, literature zinaonyesha kwenye zao la korosho hakuna nchi yoyote ambayo imeshapatwa na tatizo hili, na kwa Tanzania ndio ilikuwa mara ya kwanza. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto kwanza kujua nini kinasababisha. Kwa hiyo kila eneo ambako ilikuwa inatokea tunakuta mnyauko au mikorosho imekauka, inabidi wanze kwa kuchukua sampuli kwenda kuzipima kwenye maabara kujihakikishia kwamba chanzo ni nini. Kwa hiyo ndicho kitu cha kwanza kilichofanyika katika kuhangaika. Tunahakikisha tunapata hizo sampuli za kwenye udongo na za kwenye mmea kwa maana ya majani na magamba ya huo mkorosho na kwenye mizizi. Tumefanya hiyo kazi kwa kushirikiana na watu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hiyo tukaenda tukapima, kweli tukajihakikishia kwamba ni huo mnyauko fusari, kwamba ni fangasi wanaosababisha hilo tatizo na wanatokea kwenye udongo, wanaishi kwenye udongo. Mlifanya lini? Kwa hapa tafiti ya hapa tumeifanya mwaka 2015-16 na ndipo tulipopata taarifa hizo kwa hapa na ni Nanganga 15-16. Ndio tukawa tumeanza hizo tafiti. Baada ya hapo sasa, kwa sababu ili utibu lazima kwanza ujue chanzo. Baada ya kujua hicho chanzo chanzo mlijua ni nini? Fungus. Ni fungus wanaoishi kwenye udongo, wa kitaalamu wanaitwa Fusarium oxyspora. Kwa hiyo baada ya kupata hilo, kujua hilo kwamba chanzo ni nini, sasa tuingie kwenye tiba, kutafuta njia au ufumbuzi inakuwaje. Ndipo tukaseti majaribio. Kwanza kabla ya kuseti hayo majaribio, taratibu zikafuata kupeleka taarifa kwa waliotuletea hiyo taarifa za huo ugonjwa, kuwaelimisha, kuadresi hilo tatizo. Tukawa tumeconduct training, create awareness. Tukawa na wakuu ma-DC wote wa Mtwara na Lindi, madaiko wote na ma-SMS wa korosho na baadhi ya wakulima ambao wana matatizo hayo. Tukawaelezea kwa sababu wao walikuwa wengine wanajua labda ni matatizo mengine, wanatumia njia nyingine na shindikana, kwamba tukasema tatizo ni hili. Kwa hiyo kuna njia za kwanza zinatakiwa zitumike wakati na sisi tunaendelea ufumbuzi. Ndio hizo ambazo mtafiti kiongozi amekuwa akizieleza.
Kwa hiyo baada ya hapo tukaanza kuweka majaribio katika hayo maeneo husika, na hili ndio eneo mojawapo. Na kwa hiyo tunashirikiana na yule mkulima na uongozi wa kijiji na wakata. Kwa upande wake, naibu waziri wa kilimo Dr. Mary Mwanjelwa ameendelea kusisitiza kupatikana ufumbuzi wa haraka ili kudhibiti kuenea zaidi ugonjwa huo. Tendea kazi tulivyokatia ili visiende kukata kwingine kwa ajili ya kueneza kwingine. Hilo ni la dharura tu. Ni ufumbuzi wa dharura. Sasa kama watafiti wetu mtuambie ufumbuzi wa kudumu utakuwa ni lini na utachukua muda gani? Mtupatie jibu mapema iwezekanavyo, kwa sababu hili jambo umekiri katika nchi zote zinazolima mikorosho. Ni Tanzania peke yake ndio tumekumbwa na huu ugonjwa. Tunapaswa pia tujue kwa nini Tanzania peke yake ndio tumekumbwa na huu ugonjwa. Na kwa maana hiyo ufumbuzi wa kudumu utakuwa ni nini na itachukua muda gani? Anayeweza kufanya hilo jambo ni kituo chetu cha utafiti cha Naliendele ambao ni mimi. Kwa hiyo tupatie majibu kwa haraka sana na hili jambo lifanyike, yani usiku na mchana. Tusifanye yale mambo ya taratibu zetu za kikawaida, kwa sababu this is an emergency. Hii ni dharura. Korosho ni zao ambalo tunalitegemea sana kama nchi, kama wanana Nganga, lakini Masasi, Mtwara, hata wakulima. Maisha ya wakulima huku ni korosho. Na ni zao letu la kimkakati na limekuwa linafanya vizuri na tunaamini linaendelea kufanya vizuri. Kwa hiyo haya matatizo haya lazima tukabiliane nayo na tuweze kuyatatua mapema kwa haraka iwezekanavyo. Hili ni la kitafiti, ni la kisayansi, lishughulikieni haraka sana. Hapa naibu waziri anatembelea shamba la mitene wilaya ya Tandahimba. Katika shamba hili tatizo ni lile lile, mnyauko fusari. Katika kijiji hiki elimu ilishatolewa na watafiti wetu. Hapa mkulima anaeleza jinsi ugonjwa huu wa mnyauko fusari unavyoua mikorosho. Ni brown hii. Huu ni mzizi wa mti ulioathirika au sio? Ni huu umeathirika. Huu wote umeathirika huu. Maana yake hauwezi kupitisha maji. Kwa hiyo kuathirika unajuaje kwamba umeathirika? Ni wapi? Ni hii hapa, hizi seli zimekufa hizi. Hapa pamekauka hapa katikati. Ambapo anatakiwa panyonye maji kupanda juu kwenda kwenye mmea ili kama photosynthesis na take place juu, chakula kiweze tena kushuka kwa ajili ya kufanya mmea ustawi. Sasa inakuwa imekufa. Mzima inakuwa hivi. Mikorosho hebu mzima. msaidie mzizi wenyewe unahitaji. Sasa mkorosho mzima unaangalia hapa. Hii brown. Kwa hiyo huu ni msafi. Huu ni mgonjwa. Kutokana na hiki kialama. Hicho kialama. Naliendele simpo hapa. Hebu toa maelezo bwana. Nyewe wenye fani mko hapa. Anachokieleza huyu bwana kikoje? Anachokieleza yuko sahihi kabisa, na ndivyo tulivyowapa hayo matokeo ambayo anayaeleza, na tunashukuru wameyaelewa kwamba chanzo ni hivyo vimelea, fungus viko kwenye udongo, vyenyewe vinapopata entry point kwenye mizizi ndo vinaingia, vikiingia vinaingia kwenye mirija. Ugonjwa huu wa mikorosho unaitwa mnyauko fusari. Fusari ni nini? Dr. Wilson Nene anaeleza maana ya fusari. Mnyauko kama ilivyo ni kukauka. Asa fusari ndio hicho kimelea, fungus. Kitaalamu tunaita Fusarium oxysporus.
yule ndiye anayesababisha hilo tatizo la mkorosho kukauka. Kwa hiyo kwa sababu mkorosho dalili zake ni kukauka na kisababishi ni fusari, basi unaitwa mnyauko fusari. Ipo minyauko ya aina mbalimbali kwenye mazao ya aina mbalimbali. Sasa huu kwa sababu ni wa kwenye korosho unaitwa mnyauko fusari wa mikorosho. Ipo hata minyauko mingine fusari kwenye pamba, ipo kwenye kahawa, lakini pia kwenye mboga kama nyanya na matunda ya aina mbalimbali. Nayo itaitwa mnyauko fusari kwenye mazao hayo husika. Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Naliendele imeendelea kufanya kazi kubwa ya kutafiti ili kupata ufumbuzi wa kudumu wa tatizo hilo la mnyauko fusari. Tatizo hili la kukauka kwa mikorosho hadi kufa limejitokeza hapa Tanzania, na kituo cha utafiti Naliendele tulipata taarifa kutoka kwenye halmashauri mbalimbali ambapo tatizo hilo limejitokeza. Ikiwa ni halmashauri ya Mkuranga, lakini pia Sasi hapa Mtwara, halmashauri ya Tandahimba, lakini pia na halmashauri ya Liwale kuhusu kuwepo kwa hilo tatizo. Tulipopata habari kuhusu hilo tatizo, ilibidi tutembelee kwenye hayo mashamba husika ili kuona hali halisi ya hilo tatizo la kukauka kwa mikorosho hadi kufa. Baada ya kufika kwenye mashamba hayo, kweli tukakuta mikorosho imekauka, nyingine ni ya njano, mingine imeshakufa kabisa. Kwa hiyo hatua za awali kabisa tulizozichukua sisi kama Taasisi ya Utafiti Naliendele ni kuanza, kitu cha kwanza, kutambua hilo tatizo linasababishwa na nini. Kwa hiyo kwa kushirikiana na wenzetu wataalamu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, tuliweza kwenda katika hayo maeneo husika na kuchukua sampuli za udongo katika eneo la ule mkorosho ulioharibika au uliokufa, lakini pia tukachukua sampuli za majani, tukachukua kwenye mizizi, lakini pia na magamba ya ile mikorosho. Tulipoenda kufanya uchunguzi wa kimaabara katika maabara katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ndipo tukaja kugundua kwamba tatizo hili linasababishwa na vimelea au fungus ambao wanaishi kwenye udongo, na kwa jina la kitaalamu wanajulikana kwamba ni Fusarium oxysporum. Baada ya hapo ikabidi sasa tufuatilie hasa zile dalili zake zikoje, ili tuweze kutoa elimu kwa wadau wa zao la korosho, ikiwemo maafisa ugani na wakulima, ili tuweze kupata taarifa mbalimbali tatizo hilo linaendeleaje. Kwa kifupi, dalili zake jinsi zilivyo hizi zinazosababishwa na hiki kimelea cha fusari ni kwamba ukiwa mbali kwenye mkorosho ambao umeanza kuathirika, ni kwamba ule mkorosho unaweza ukaukuta majani yake yana rangi kama za aina tatu hivi. Majani ambayo yanakuwa hayajaathirika utakuta ni ya kijani kama mti ulivyo au mkorosho kwa rangi yake ya kawaida ya kijani, lakini matawi mengine ambayo ambayo yameathirika kwa kipindi kifupi utakuta majani yake ni ya rangi ya njano, lakini matawi mengine ambayo yaliathirika kwa muda kidogo, basi majani yake utakuta ni ya rangi ya kahawia. Lakini pia hata katika ule mkorosho ulioathirika, ukikata mzizi wake na kuangalia kwa ndani, utakuta
kuna rangi ya kahawia brownish imezunguka, hapo ni dalili za kujua kwamba mkorosho umeathirika. Sasa kinachotokea ni kwamba vimelea vile vinaishi kwenye udongo. Kwa hiyo vikipata mazingira mazuri na labda kukatokea vidonda kwenye mizizi, ndipo vinaingia kwenye ule mzizi. Vinaingia kwenye ule mzizi na vinapita kwenye mirija. Ikumbuko ya kwamba mmea una mirija inayosafirisha virutubisho na maji pamoja na chakula. Maana chakula kinatakiwa kitoke kwenye majani kije chini na maeneo yote ya ule mmea ambao unaoongelea ni mkorosho. Lakini pia virutubisho na maji kutoka kwenye udongo vinatakiwa viingilie kwenye mizizi viweze kupanda kwenda kwenye sehemu mbali za juu za mkorosho. Kwa hiyo vile vimelea vikishaingia kwenye ile mizizi, vinaenda vinakuwa, vikikua vinaziba ile mirija ambayo ndio inasafirisha hivyo virutubisho, inasafirisha hata hayo maji kwenda hizo sehemu mbalimbali za mkorosho. Kwa hiyo kinachotokea, ile mirija ikishazibwa, mrija mmoja wapo ambao unapeleka labda kwenye tawi moja ukizibwa, ina maana majani ya tawi hilo ndiyo yataanza kuonekana ni ya njano, alafu ndio yataendelea kwenye rangi ya kahawia mpaka hilo tawi kufa kabisa. Lakini pia mizizi yote ikiwa imeingiliwa, basi mirija ile yote itazibwa. Kwa hiyo hakutakuwepo kitu chochote kinachokwenda kwenye mkorosho ule au kwenye yale majani, na matokeo yake mti mzima unakauka kabisa. Na hapo ndipo sasa unakuta ule mti wote majani yamekuwa kahawia hadi kufa kabisa. Kwa hiyo kwa kifupi, hizo ndizo dalili za mnyauko fusari na chanzo chake ndicho hicho. Mpaka hapo tumefikia mwisho wa sehemu ya pili ya kipindi hiki. Usikose kuangalia sehemu ya 3 ya kipindi hiki, ambapo mtafiti mkuu wa zao la korosho ataeleza njia na mikakati mbalimbali ya kudhibiti tatizo hili. Asanteni.